Mshiriki mwenye namba 45 ya michuano alijikuta akishikwa na tumbo la kuhara, ila akanyimwa nafasi ya kujistiri kwa haja. Alijaribu kuhara huku akiwa anatembea, lakini mwendo ukazidi kuwa mdogo. Ikabidi apigwe risasi ya kichwa, kwani sheria inasema kwamba wanapaswa kutembea kwa spidi ya maili 3 kwa saa. Hawkins aliumia mno, hata lengo lake la kutaka kukiandika kitabu cha matembezi haya marefu ya The Long Walk likaanza kufifia taratibu, kwani alichokitarajia sicho anachokiona. Washiriki walipofanikiwa kufika umbali wa maili 35, giza lilianza kutanda. Meneja wa mashindano akapita na gari huku akisema, shindano hili halina cha usiku wala mchana, jua wala mvua, hivyo vijana watapaswa kuendelea na matembezi bila kujali, ili tu taifa liwe na vijana hodari, vijana wafia nchi na wazalendo, sio vijana wazembe na wavivu wanaoandamana kwa vitu vidogo visivyo na tija kama genzio mataifa mengine. Wanaume wadaa, mpo hapo? Basi twende sawa. Washiriki walipofika kwenye eneo lenye kibao kinachoashiria mlima mkali mbele, ndipo mambo yalipobadilika kwa kiasi kikubwa sana, kwani washiriki wengi waliishiwa nguvu, hivyo spidi ikapungua kutoka kwenye mwendo ule uliosetiwa. Zaidi ya washiriki 12 walipoteza uhai wao sehemu hii. Peter, Jerry na Raymond wao bado walionekana kuwa fiti kwa matembezi. Kesho yake kulipopambazuka, vijana walikuwa tayari wameshatembea kwa umbali wa maili 59, huku wakiwa wamesalia washiriki 18 tu, kwani wengine wengi walikuwa tayari wameshakufa kikatili. Walipofika umbali wa maili 67, mshiriki mwenye nambari 49 ya mashindano alipata ajali mbaya ya kuvunjika kifundo cha mguu, ila bado akaambiwa atembee, lakini hali ikawa ngumu kwa upande wa mshiriki huyo. Alijaribu sana kujitutumua ili aendelee na mwendo, ila akashindwa kabisa. Hatimaye akapigwa risasi nzito ya kichwa na kufa kikatili mno. Washiriki wengine 18 wakabaki na hofu na mashaka tele, kwani waliona kabisa mashindano haya si lele mama. Ndani ya maili 100 za matembezi, yule kijana mwenye kipaji cha uandishi wa vitabu alijikuta akiwa amechoka sana, hivyo akaamua kutoka nje ya barabara kuu ili atoroke. Lakini askari wakamuwahi na kumcharaza risasi kichwani. Kijana wetu mwandishi akaanguka chini na kuaga dunia. Idadi ikazidi kupungua maradufu, huku Jerry akizidi kufurahia kupita kiasi. Matembezi yalizidi kupamba moto, huku washiriki nao wakizidi kumtukana Meja na kuyatukana mashindano. Hali kadhalika, kila mshiriki alionekana kuilani serikali ya nchi yake kwa namna inavyowatesa vijana, hususan vijana hawa wa kiume, kwani kuna wakati mwingine mvua iliwanyeshea usiku kucha bila kupewa msaada wowote ule wa pumziko, zaidi tu ya kuambiwa wasonge mbele. Hatimaye siku ya 3 iliwakuta wakiwa bado njiani wanatembea, kiasi cha miili yao kudhoofu sana kwa njaa kali na uchovu tele. Wakiwa wametembea maili 144, Peter alifanikiwa kumhoji Raymond kwamba ni sababu ipi inayofanya amchukie Meja kila wakati. Raymond alianza kuvuta kumbukumbu, huku akimhadithia Peter tukio lililopelekea baba yake mzazi akauawa kikatili na Meja. Hivyo Raymond kashiriki mashindano haya ili alipize kisasi kwa Meja. Peter alimuonya Raymond, ila Raymond akasisitiza hitaji la kisasi chake kwa Meja, kwani amepanga pindi atakapoibuka mshindi aombe bunduki kama chaguo la kitu akipendacho, kama ambavyo sheria za mchezo huo zinavyoruhusu mshindi kupewa kitu chochote akitakacho kabla ya kutunukiwa utajiri wake. Hapo ilibidi Raymond na Peter watiane moyo ili wakazane, hatimaye wafike mwisho wa shindano hilo salama salmini. Mshiriki mwingine aliyekuwa akitembea kando kando ya kifaru cha kivita alikanyagwa mguu wake kwa bahati mbaya na kifaru hicho. Mguu ukasagika kama unga, ila wala hakupewa huduma ya kwanza, na badala yake akapigwa risasi na kufa. Washiriki wengine wakawa tu wanaumia kimoyomoyo, maana hawakuwa na uwezo wa kumpa mwenzao msaada, kwani walikuwa wamechoka sana muda huu, na tayari walikuwa wameshatembea kwa muda wa siku 3 mfululizo, tena kwa usiku na mchana, huku mvua ikiwanyeshea kwa kwenda mbele, maana mpaka hapo walikuwa tayari wameshazitembea maili 170. Tukio hilo la kinyama lilimfanya mshiriki mwingine mwenye nambari 15 akapatwa na mshtuko wa kiakili, kisha akazivua nguo zake zote na kuanza kukimbia ovyo, ila akaivunja sheria mara baada ya kutoka nje ya barabara kuu. Mshiriki huyo nambari 15 akapigwa risasi na kufa papo hapo. Hofu ikazidi kutanda. Hivi nikuulize kitu wewe mtazamaji, vipi endapo
kama sheria hii itapitishwa na serikali ya nchi yako, unadhani wewe utasalimika kweli? Hili ni swali tu, na nitafurahi endapo utaacha maoni yako hapo chini kwenye comment section, nami nitapita nayo. Twende sawa. Wilson, mshiriki pekee mwenye asili ya Kichina, alitembea na kuchoka hadi shingo ikamlegea. Ikabidi ajisalimishe kwa askari ili apatiwe msaada, ila akapigwa risasi ya korodani kama onyo. Kisha akaambiwa ainuke asonge mbele. Mwenzake mmoja akaja na kujaribu kumuinua, ila hali ya Wilson ikazidi kuwa mbaya. Ikabidi tu wamuache. Kisha Wilson akapigwa risasi ya kichwa mpaka ubongo ukamwagika. Raymond yeye akazidi tu kupata uchungu, maana azma yake ni kulipa kisasi cha kifo kwa Meja. Watu wakazidi kupungua maradufu, huku hata hawa wachache waliosalia wenyewe wakaonekana kukata tamaa na kukosa matumaini kabisa. Hivyo wakawa tu wanatembea kama wafu walio hai, wakingojea muda na saa ufike ili vichwa vyao navyo visambaratishwe, kwani mashindano hayo hayana mstari maalum wa mwisho, bali ni matembezi ya chuki, hila na namna pekee ya kifo. Jerry alijiona mwenye hatia mara baada ya kumsababishia kifo yule kijana mdogo kuliko wote. Hivyo akaona ni vyema naye ajitoe uhai, maana washiriki wengine wote wanaonekana kumshutumu Jerry kwa kosa alilolifanya. Jerry alichukua kisu chake na kujikita nacho shingoni hadi kufa. Ndani ya siku hii ya 4, idadi ya washiriki ilipungua mno na wakawa wametembea kwa kiasi cha kumudu kufika katikati ya mji mkubwa mashuhuri sana. Raymond alimwona mama yake akiwa amesimama pembezoni mwa barabara. Raymond akamkimbilia mama yake kwa mapenzi yasiyozuilika. Almanusura Raymond atoke nje ya barabara kuu, ila Peter akamuwahi na kumrudisha ndani ya barabara hiyo. Ikawa ndo salama na ponapona ya Raymond. Hatimaye safari yao ikazidi kupamba moto, huku Peter akizidi kumtia Raymond moyo kwamba wasikubali kushindwa, wapambane hadi wafike mwisho. Yani huyu Black anayo nguvu ya asili balaa, maana haonekani kuchoka hata chembe. Ama hakika ngozi nyeusi ina nguvu sana na muda wote yupo fiti kalkiti. Pia hana roho ya choyo kwa washiriki wenzake wote. Mshiriki mmoja aitwaye Becca alishikwa na tatizo la kiafya, akaona kabisa hataweza kuendelea na matembezi hayo. Hivyo akamwomba Raymond na Peter watembee imara kwa niaba yake. Peter alivua cheni yake na kumkabidhi Raymond, kisha akamwomba Raymond kwamba endapo ataibuka kuwa mshindi, basi aipeleke cheni hiyo kwa bibi yake kama ishara ya upendo. Wala haukupita muda zaidi, Becca akaanguka chini na kuuawa kikatili sana. Washiriki wakawa wamesalia 4 tu kutoka kwenye idadi kuu ile ya washiriki 50 walioanza matembezi toka mwanzo. Lakini mmoja miongoni ya hawa washiriki 4 waliosalia, walipofika mbele kidogo, mshiriki huyu aliamua kumpora askari bunduki na kumpiga risasi askari huyo mpaka kufa. Ila naye akawahiwa na askari wengine, akapigwa risasi ya tumbo na kudondoka chini, kisha akamaliziwa risasi ya kichwa, akafa na kuaga dunia. Waliposonga mbele tena kidogo, alidondoka mshiriki mwingine na kufa. Ikawa sasa wamebakia washiriki 2 tu, ambaye ni Raymond na Peter, na kimsingi hawa wametokea kuwa marafiki wa kweli sana, kwani kila mmoja miongoni mwao anamhurumia mwenzake na kuona ni bora yeye aanguke chini na kufa ili mwenzake abaki hai na kuibuka mshindi. Raymond alijiweka nyuma kimakusudi ili apigwe risasi afe, Peter aibuke mshindi. Lakini Peter aliigundua hiyo, ikabidi Peter amuinue Raymond ili watembee wote sana. Wakawa wanatembea huku wakiwa wanao, lakini Raymond akavuta miguu michache kurudi nyuma na kumfanya Peter atangulie mbele. Kisha Raymond akapiga magoti, huku Peter akijua kwamba Raymond yu nyuma yake. Raymond akapigwa risasi nzito ya kichwa, ubongo ukamwagika na kusambaratika. Peter alipogeuka nyuma, alishangaa kuona mwenzake tayari ameshakufa. Kitendo hicho kilimuumiza sana Peter. Akamrejelea Raymond kwa spidi kali sana, kisha akamkumbatia huku akimwambia, Raymond, kwa nini umefanya hivi? Niliamini kwamba sote tungeibuka washindi katika shindano hili, lakini kwa nini umefanya hivi? Oh my God, Raymond, usingefanya hivyo. Hakika Peter alilia kwa uchungu sana, akimaanisha kwamba Raymond alikuwa ni rafiki yake kipenzi. Basi ilibidi Peter aibuke mshindi.
akapewa nafasi ya kuomba kitu chochote kile akipendacho, kama ilivyo ada kwa mshindi wa shindano. Peter hakufanya ajizi, bali aliiomba silaha ya bunduki na kupatiwa. Moja kwa moja akamnyoshea Meja bunduki hiyo, huku Peter akitetemeka kwa uchungu sana na kusema, I am just doing this for the sake of my friend Rhyme. Hapo ndipo Peter akairuhusu risasi kutoka na kutua juu ya kichwa cha Meja. Meja wa mashindano hayo akafa rasmi na kuaga dunia. Watazamaji wote waliokuwepo pembezoni mwa barabara wakishangilia wakasambaratika na wasijulikane walipotokomea. Shindano likawa limekomea hapo. Peter akawa hajapewa zawadi yoyote ile, kwani kamuua Meja aliyeyaorganize mashindano hayo. Ikamlazimu Peter aendelee kutembea mbele, akidhani pengine angekuta utajiri huo lukuki wa kupindukia. Lakini alipotazama nyuma, wala hakuviona tena vile vifaru vya jeshi vikimfuata, na pembezoni mwa barabara wala hakuwaona wale askari imara walioshika bunduki zao mkononi. Peter akagundua kwamba shindano hilo lilikuwa limejaa ulaghai na unyanyasaji wa juu sana, kwani hata utaratibu wa ugawaji wa zawadi haupo kama ambavyo alivyodanganya toka mwanzo. Funzo: kuna wakati kisasi huwa ni haki, bila kujali kitagharimu nini maishani mwako, ili mradi tu nafsi yako iridhike na kufarijika. Hali kadhalika, urafiki wa kweli ni tunu isiyooza. Hivyo tujifunze kudumisha urafiki wa kweli na wala si urafiki wenye unafiki ndani yake.